Septemba 29, 2025. Salamu kwako katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu Baba wa rehema nyingi, anayetupa kila siku mpya fadhili zake za milele. Haleluya. Naitwa Zawadi Machibia, karibu katika tafakari ya neno la Mungu. Tafakari hii inaandaliwa na mchungaji Chris, iko katika Rhapsody ya Uhakika Kiswahili. Inapatikana pia katika Rhapsody of Realities kwa Kiingereza. Katika njia mbalimbali za mawasiliano kwenye mitandao ya kijamii, kwenye programu tumishi mbalimbali ambazo ziko maalum kwa ajili ya tafakari hii, unaweza kupata ujumbe huu. Siku ya leo sauti ya Rhapsody inakujia na ujumbe huu kusema, tamka kile unachokitaka. Ndio neno ndio neno kuu la tafakari ya leo. Tamka kile unachokitaka. Na neno la msingi liko katika kitabu cha Ayubu sura ya 22 mstari wa 28. Ni miongoni mwa mistari ninayoipenda sana. Nao unasema, nawe utakusudia neno, nalo litathibitika kwako, na mwanga utaziangazia njia zako. Haleluya. Katika ufafanuzi, mtu wa Mungu mchungaji Chris anasema hivi: kama mtoto wa Mungu, haijalishi ni aina gani ya changamoto unakabiliana nayo ama unakabiliana nazo. Changamoto ni mkate wako. Wewe ni mshindi na si muathirika. Unaweza kubadilisha hali zisizo na matumaini. Nguvu iko kinywani mwako. Andiko letu la ufunguzi linasema, utakusudia, utaamuru jambo, nalo litathibitika. Haleluya. Hayo ni mamlaka ya kiungu. Ina maana maneno yako ni vyombo vya mabadiliko, vyombo vya kuunda uhalisia unaoutamani. Endelea kutangaza baraka na mabadiliko unayoyataka, hata kama bado hujayaona kwa macho yako ya nyama au ya macho yako ya mwilini. Sababu ni kwamba katika ulimwengu wa roho, unapoanza kuzungumza kwa imani, mambo hayo huanza kujitengeneza. Maneno yako ni malighafi ya kuunda hali mbalimbali za maisha yako. Kwa hiyo tangaza kile unachotaka. Ibrahimu alijiita baba wa mataifa mengi kulingana na mpango wa Mungu kwake, kabla Isaka hajazaliwa. Hiyo ndio njia ya imani. Huyazungumza mambo na kuwa. Usisubiri mambo yabadilike, tangaza mabadiliko. Usisubiri kujisikia kubarikiwa, sema nimebarikiwa. Haleluya. Kwa sababu ndivyo neno linavyosema. Katika ile wa Efeso sura ya 1 mstari wa 3, anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Endelea kutangaza afya yako, amani yako, maendeleo yako. Zungumza na mwili wako. Zungumza na fedha zako. Zungumza na hali zako mbalimbali. Kadri unavyolithibitisha neno, ndivyo unavyothibitisha ukweli wa mbinguni katika maisha yako. Baraka za Mungu, mambo halisi ya ufalme, huchochewa kwa njia ya sauti. Hata wokovu wako ulichochewa kwa njia ya maneno. Ukiangalia katika ile Warumi sura ya 10 mstari wa 9 hadi wa 10. Kila wakati unapozungumza kulingana na neno, unaleta uhalisia wa kiungu katika yale yasiyoonekana. Kwa hiyo usiache kuongea, usiache kuzungumza. Endelea kuitabiri hatima yako. Endelea kutoa maneno yaliyojaa imani. Tangaza kwamba mabadiliko yako yamekuja. Haleluya. Thibitisha kuwa maisha yako ni ya juu na ya milele daima. Oh, haleluya. Wewe ni bora na umejaa utukufu. Ikiwa kwa mfano umekuwa katika deni,
au uko katika ugumu wa kifedha, tangaza kwamba uko katika wingi. Naendelea kudumu katika ukiri huo. Shikilia kila neno linachosema juu ya mafanikio yako. Kile ambacho neno linasema kuhusu mafanikio yako. Muda si mrefu utapokea mwongozo wa wazi kabisa kutoka kwa Roho Mtakatifu juu ya hatua za kuchukua ambazo zitakuweka katika mtiririko endelevu wa rasilimali. Kumbuka, kupitia Roho Mtakatifu tunayajua mambo ya Mungu ambayo aliyotukirimia bure. Na mambo hayo tunayanena. Ukiangalia Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 12 hadi wa 13. Haleluya, haleluya. Maombi. Mpendwa Baba, ninakushukuru kwa kunileta katika maisha ya utukufu katika Kristo Yesu. Maisha yenye baraka, yenye kuzaa matunda na yenye upendeleo. Maisha ya kutembea katika wingi, afya na hekima ya kiungu. Ninaongozwa na Roho Mtakatifu kujua yote ambayo umenipa bure katika Kristo, na ninayanena na kuyaona yakitimia na kuimarika maishani mwangu katika jina la Yesu. Amina. Basi masomo ya ziada, masomo zaidi tunayapata kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya 17 mstari wa 4 hadi wa 5, Marko 11 mstari wa 23 na Warumi sura ya 4 mstari wa 17. Haleluya. Kanuni ya Mungu ni kanuni ya ajabu kabisa, lakini ndivyo ilivyo. Kitabu cha Mwanzo Mungu anasema nuru na iwe, ikawa. Anatamka, neno linatimia, na Roho Mtakatifu ndio mtendaji mkuu. Sasa sisi pia tuna asili ya Mungu hiyo hiyo. Ulipookolewa, uliokolewa kwa kukiri. Hukwenda kulima shamba ili upate kuokolewa. Haleluya. Ulikiri kwa kinywa tu kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kaamini moyoni mwako, ndivyo ulivyopokea wokovu. Kanuni hii ndio iko kwenye kila jambo la maisha yetu. Zungumza na akaunti zako za benki, zungumza na shamba lako unalolima, zungumza kuhusu hai wa biashara yako, zungumza kuhusu wateja wako, zungumza kuhusu afya ya familia yako, zungumza. Yani kila kitu lazima useme. Usiposema hakuna kitu kitatokea. Na utaki adui aje aanze kucheza kuhusu maisha yako. Haleluya. Tuna ushindi katika jina la Yesu Kristo. Na mfano wa Ibrahimu baba yetu wa imani ni mzuri sana. Mungu alipomwambia utapata uzao, utapata mtoto, ilipita miaka 25 kabla Ibrahimu hajampata Isaka. Lakini Ibrahimu alimwamini Mungu na imani yake haikulegea au kutangatanga huku na huku. Endelea kukiri. Mungu katika neema yake na uwezo wa neno lake, yote yatatokea. Jina la Bwana Yesu na libarikiwe. Haleluya. Naam, na wokovu wako sasa. Kama hujampa Bwana Yesu maisha yako, ni wakati wa kupokea wokovu. Sema maneno haya baada yangu. Bwana Mungu, ninakuja kwako katika jina la Yesu. Ninamwamini na kuamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu aliye hai. Ninaamini kuwa Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Na kwa kinywa changu ninakiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana wa maisha yangu kuanzia leo hii. Ninapokea kwa imani ondoleo la dhambi rohoni mwangu. Sasa hivi katika jina la Bwana Yesu Kristo ninapokea uzima wa milele ndani ya roho yangu. Nimezaliwa mara ya pili. Haleluya, haleluya, haleluya. Hongera.
Jina la Bwana Yesu libarikiwe. Kama umesema sala hii baada yangu, maanake kwamba wewe ni mwana wa Mungu aliye hai. Umepokea uzima wa milele na Roho wa Mungu anathibitisha kwamba wewe umeokolewa. Haleluya. Basi, karibu katika familia ya Mungu. Kama unataka kufahamu zaidi, wasiliana nasi katika nambari hii alama kujumlisha 255 766 444 996. Mungu Baba aliye hai akubariki.